Usiku ulikuwa mzito juu ya Ghuba ya Uajemi, anga likiwa jeusi kama wino uliomwagika juu ya ramani ya dunia. Maji yalikuwa kimya kwa sekunde chache tu, kana kwamba bahari yenyewe ilisimama kusikiliza pumzi ya historia. Ndani ya chumba cha ulinzi wa rada jijini Tehran, maafisa wa kijeshi wa Iran walikuwa wameinama juu ya skrini zilizojaa nukta za mwanga. Nukta hizo hazikuwa nyota, zilikuwa ndege za kivita zikisogea kimya kimya kutoka upande wa magharibi. Dakika chache baadaye, katika kituo cha jeshi cha Israel, kamanda mmoja alitoa amri kwa sauti ya chini lakini yenye uzito wa chuma. Kwa mbali, kwenye manowari na meli za kivita za Marekani zilizokuwa zikielea kimya kwenye maji ya kimataifa, makamanda walipokea ujumbe mfupi wenye maneno mawili tu: anzisheni operesheni. Ndipo anga likapasuka. Ndege za kivita zilichana mawingu kwa kasi ya radi. Makombora ya kwanza yalitoka kama mishale ya moto, yakikatiza hewa na kuacha mikia ya mwanga nyuma yake. Sekunde chache baadaye, milipuko ilitetemesha ardhi ya Iran. Vituo vya kijeshi vililengwa, maghala ya silaha yakalipuka kama volkano ndogo ndogo. Anga la Tehran likageuka kuwa mchanganyiko wa moshi, mwanga wa moto na kelele za ving'ora. Lakini Iran haikuwa imelala usingizi. Kutoka ndani ya milima, maghala yaliyofichwa yakafunguka kama midomo ya simba. Makombora marefu yakaanza kurushwa kwa wingi, yakipaa juu kama nyoka wa chuma wanaotafuta shabaha. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel ukaanza kufanya kazi kwa kasi ya ajabu, ukirusha makombora ya kukatiza angani. Juu ya Mediterania, anga likawa uwanja wa moto, kombora likikatiza kombora jingine, vipande vya chuma vikidondoka baharini kama mvua ya kimondo. Hapo ndipo vita ya anga ilipoanza rasmi. Ndege za kisasa zilizunguka kwa ustadi wa hali ya juu, zikijaribu kuuzidi mfumo wa rada wa Iran. Marubani walikuwa wakipuumwa kwa utaratibu, macho yao yakiwa kwenye skrini na vidole kwenye vitufe vya kifo. Chini yao, ardhi ilikuwa ikiwaka. Irani ilirusha drone kwa mamia, zikielekea kwenye vituo vya kijeshi na bandari za Israel. Baadhi zilidunguliwa, lakini nyingine zilipenetrate ulinzi na kusababisha milipuko mikubwa kwenye maghala ya mafuta. Katika bahari, meli za kivita za Marekani zilianza kusogea karibu na eneo la Hormuz. Manowari zilikuwa chini ya maji, zikisubiri amri ya kurusha makombora ya masafa marefu. Iran, kupitia vikosi vyake vya majini, ilituma boti ndogo za kasi zikiwa zimejaa makombora na vilipuzi. Usiku mmoja, boti hizo zilijaribu kusogea kwa kasi kuelekea meli kubwa ya kivita ya Marekani. Risasi nzito zilianza kurindima, bahari ikanyaa kwa milipuko ya rangi ya machungwa. Boti kadhaa zililipuka, lakini kombora moja la Iran liligonga meli ya usaidizi, ikaisababisha kuungua kwa saa kadhaa kabla ya kuzimwa. Siku ya tatu, ardhi ilianza kutetemeka, si kwa bomu tu, bali kwa hatua za wanajeshi. Iran ilihamisha vikosi vyake karibu na mipaka ya washirika wa Marekani katika eneo la Mashariki mwa Kati. Makombora ya masafa ya kati yalirushwa kuelekea kambi za kijeshi. Marekani ikajibu kwa mashambulizi ya anga ya kulipiza, ikilenga vituo vya uzinduzi wa makombora. Miji kadhaa ikawa kivuli cha moshi, umeme ukikatika, hospitali zikijaa majeruhi. Katika anga la kaskazini mwa Israel, ndege mbili za kivita zilikutana uso kwa uso na drone zenye silaha. Risasi za moto zikapishana, moja ya ndege ikaguswa na kombora na kulazimika kutua kwa dharura. Marubani waliinuka tena baada ya sekunde chache, wakirudi hewani kana kwamba walikuwa wamekasirika zaidi. Vita ya maji ikaongezeka. Irani ilitangaza kufunga njia ya Hormuz, meli za biashara zikakwama, bei ya mafuta duniani ikapaa kama roketi. Marekani ikatuma meli zaidi kulinda njia hiyo. Siku moja asubuhi, kombora la bahari kutoka Iran liligonga meli ya kivita ya washirika wa Marekani. Ingawa haikuzama, iliharibiwa vibaya. Marekani ikajibu kwa kuzama manowari ndogo ya Iran iliyokuwa imekaribia sana eneo la doria. Bahari ikawa nyekundu ya foto na mafuta yaliyomwagika. Siku ya 7, dunia nzima ilikuwa inatazama. Mataifa makubwa yakatoa wito wa kusitisha mapigano, lakini hakuna aliyekuwa tayari kurudi nyuma. Kila upande uliamini kurudi nyuma ni udhaifu. Havyo mashambulizi yakaendelea, bomu kwa bomu, chuma kwa chuma.
Katika miji ya Iran, watu walikimbia makazi ya chini ya ardhi. Katika miji ya Israel, ving'ora vililia mara kwa mara, watu wakikimbia kwenye vyumba vya usalama. Katika manowari za Marekani, wanajeshi walilala kwa zamu, jikijua kila saa inaweza kuwa saa ya mashambulizi. Usiku mmoja wa giza, Irani ilirusha wimbi kubwa la makombora kwa wakati mmoja, likiwa jaribio la kuvunja kabisa ulinzi wa anga wa Israel. Anga lilijaa mistari ya moto. Mifumo ya ulinzi ilifanya kazi kwa uwezo wa ajabu, ikidaka mengi lakini si yote. Baadhi ya makombora yaligonga miundombinu muhimu, yakasababisha milipuko mikubwa iliyotikisa nchi nzima. Marekani na Israel hawakukaa kimya. Mashambulizi makubwa ya anga yakalenga vituo vya kijeshi vilivyofichwa ndani ya milima ya Iran. Mabomu mazito yalirushwa, yakapenya ardhi plele kabla ya kulipuka. Milipuko ilisikika kwa umbali wa kilomita mingi. Irani ikajibu kwa kurusha makombora mapya, baadhi yakilenga meli baharini, mengine yakielekezwa kwenye vituo vya kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Vita ya ardhi ikachukua sura ya mapambano ya makombora, drone na vikosi maalum. Hakukuwa na mstari mmoja wa mbele. Uwanja wa vita ulikuwa anga, bahari na miji. Teknolojia ikawa silaha kuu. Mashambulizi ya mitandao yakaanza, mifumo ya umeme ukizimwa, rada zikichanganyika. Siku ya 12 hakuna aliyekuwa ameshinda. Hasara zilikuwa pande zote. Meli ziliharibiwa, ndege zilianguka, miji iliteketwa kwa foto na mabomu. Lakini kila upande bado ulikuwa na uwezo wa kupigana. Irani ilionyesha kuwa inaweza kustahimili mashambulizi makubwa na bado kurusha makombora. Marekani na Israel walionyesha kuwa wanaweza kufika popote kwa anga na bahari. Dunia ikaogopa kupanuka kwa vita. Mataifa kadhaa yakaanza juhudi za kidiplomasia kimya kimya. Lakini wakati mazungumzo yakifanyika, risasi bado zilikuwa zikilia. Bahari haikutulia, anga halikunyamaza. Wanajeshi waliendelea kupigana kwa mafunzo na amri walizopewa. Siku ya 15, mashambulizi yalipungua kwa kasi, si kwa sababu mshindi alipatikana, bali kwa sababu kila upande ulitambua karama ilikuwa ikizidi kuongezeka. Hakukuwa na tangazo la ushindi, hakukuwa na bendera iliyopandishwa juu ya kifusi. Kulikuwa na ukimya mzito tu. Bahari ilianza kutulia taratibu. Anga likaanza kuwa nyeusi tena bila mistari ya moto. Lakini miji ilibaki na majeraha na kumbukumbu za milipuko zilibaki mioyo mwa watu. Vita hii haikumalizwa na ushindi wa wazi, ilisimama tu kama moto uliopunguzwa makaa, tayari kuwaka tena ikiwa upepo wa siasa utavuma. Na hivyo historia ikaandika sura nyingine, vita ya anga, maji na ardhi iliyopiganwa kwa nguvu zote, bomu kwa bomu, chuma kwa chuma, bila mshindi kutangazwa, ila kwa majeraha yanayokumbusha dunia kuwa foto la vita ukishawashwa hauchagui upande wa kuunguza.